Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA mkoa wa Mara hii leo imegawa bidhaa za magendo kwa taasisi za serikali. Zoezi lilofanyikia katika ofisi ya TRA mpaka wa Sirari. Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA mkoa wa Mara imefanya zoezi la kugawa bidhaa mbalimbali zilizokuwa zimekamatwa kwa tuhuma za magendo. Na hii ni baada ya wahusika wa bidhaa hizo hawakujitokeza kuzikomboa ndani ya muda uliopangwa kisheria. Akizungumza mara baada ya zoezi hilo, meneja wa TRA mkoa wa Mara ndugu Masatu Masawa amesema bidhaa zilizogaiwa ni pamoja na magogo, simenti, sukari, mbolea pamoja na mchere. Ndugu Masawa amesema ugawaji umefanyika kwa mujibu wa maelekezo ya mkoa kama ifuatavyo. Leo tuko hapa eneo la Sirari, mpaka wa Sirari wa CBP. Tumekuja kwa ajili ya zoezi maalum la kugawa bidhaa mbalimbali ambazo zilikamatwa baada ya kuingizwa nchini bila kufuata taratibu za kiforodha. Tumegawa magogo, mchere, simenti, sukari kwa wanufaika mbalimbali ambao wameteuliwa na ofisi ya mkuu wa mkoa kwa ajili ya kunufaika na bidhaa hizo. Magereza ya wilaya ya Tarime yamekabidhiwa magogo yatakayotumika katika shughuli mbalimbali za kila siku. Halmashauri ya wilaya ya Tarime imepewa mbolea kwa ajili ya matumizi ya kilimo na miradi ya maendeleo. Na bidhaa zilizosalia zimegawiwa kwenye taasisi mbalimbali ndani ya mkoa wa Mara. Aidha, meneja wa Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA mkoa wa Mara ndugu Masatu Masawa amewataka wananchi na wafanyabiashara wote kutumia njia rasmi za kuvusha bidhaa mipakani ili kujiepusha na hasara. Tuko hapa pia kama kielelezo cha kuendelea tu kuwasihi wananchi kwamba wanapokuwa wakiingiza bidhaa zao ni vyema wakafuata taratibu za kiforodha ili kuepuka kupata hasara za kupoteza bidhaa zao na hivyo kupunguza mitaji yao. Na pia tumekuwa tukisisitiza swala la kufuata taratibu za kiforodha kwa sababu forodha ni lango ambalo linasaidia kwa ajili ya kulinda usalama wa walaji, kwamba bidhaa zinapoingia nchini zinahakikishwa kwamba zipo salama, lakini pia kuna masuala ya kiusalama. Lakini zaidi sana pia bidhaa zinapoingizwa nchini bila kufuata taratibu za kiforodha kuna hatari ya kutokuwa na ushindani ulio sawa kwenye soko. Kwa hiyo nimekuwa tukiomba kwamba wananchi wazingatie sheria na taratibu, na pale ambapo wanapokuwa wajui ni vizuri wakawasiliana na ofisi zetu za TRA ili tuweze kuwapatia taratibu kabla ya kuingiza bidhaa zao. Kwa hiyo tuko hapa kwa kutoa rai tu kwamba sisi kama TRA tutaendelea kufacilitate biashara, lakini zaidi sana kwa sisi wananchi waendelee kuzingatia sheria na taratibu katika kuingiza bidhaa zao nchini ili kuepuka hasara ya kupoteza bidhaa zao na mitaji yao. Tumekuwa tukitoa elimu kwa wananchi ambao wako kwenye maeneo ya mipaka, tukiwapa elimu kuhusu kuepuka magendo, tukiwapa elimu kuhusu kufuata taratibu. Lakini pia tumekuwa tukiendelea na doria zetu. Tunacho kikosi cha kupambana na magendo ambacho pia kimekuwa kikiendelea na doria zake kuhakikisha kwamba mipaka inakuwa salama na kila bidhaa inayoingia nchini inaingia ikiwa imefuata taratibu za kiforodha. TRA tunaamini kwamba elimu ndio msingi bora wa kuwafanya watu wakafanya biashara zao kwa kufuata taratibu. Kwa hiyo kama TRA tunacho kitengo cha elimu ambacho kimekuwa kikifanya majukumu ya kutoa elimu, kukutana na wananchi, kukutana na wafanyabiashara, kuwaelimisha umuhimu na manufaa ya kufuata taratibu za kiforodha, kwa maana kwamba kupitisha bidhaa zao kwenye njia ambazo ni sahihi, kwa maana kwamba kwenye vituo vya kiforodha. Tunaamini kwamba kuna wananchi ambao bado wanapita mipakani, wanapita vichochoroni, lakini nitoe rai kwamba ni hatari sana, kwa sababu kwanza wanaweza wakakamatwa na kwa namna hiyo kupoteza mitaji yao, lakini pia hata bidhaa wanazoziingiza wanakuwa na uhakika kama ni salama. Lakini tunapokuwa tukipita kwenye mipaka ambayo ni sahihi, kuna idara ambazo zitathibitisha usalama wa bidhaa hizo, na kwa namna hiyo wananchi kuweza kuzitumia bidhaa wakiwa na imani kwamba ziko salama. TRA kama taasisi ambayo pia inaendelea kuwekeza kwenye swala la mifumo ya kidigitali, tumekuwa tukiweka matangazo mbalimbali na taratibu mbalimbali kwenye website yetu ya TRA. Lakini pia kwa sasa kutokana na kuanzishwa kwa mfumo wa TANSIS, sasa hivi ni rahisi sana kwa mfanyabiashara kuweza kuingiza bidhaa zake nchini bila kuhitaji kuwa na muda mrefu wa kusubiri. Kwa kutokana na mazingira hayo, sasa mazingira yamerahisishwa sana tofauti na zamani, na mtu anapoingiza bidhaa zake apate ucheleweshaji wowote ule, kwa sababu sasa mifumo ipo wazi na mifumo inazungumza. Leo tulikuwa tuna zoezi la ugawaji wa baadhi ya bidhaa kwa wanufaika mbalimbali, bidhaa ambazo zilikamatwa zikifanya magendo, na bidhaa hizo ni pamoja na saruji,
magogo, mchele, sukari pamoja na mbolea. Tunapenda kutoa wito sana kwa jamii kwamba magendo yamekuwa na madhara mengi sana. Miongoni mwa madhara ya magendo ni watu kupoteza mitaji, lakini pia magendo yana athari pia ya kuja kuharibu kabisa jamii, kwa sababu kuna magendo mengine yanaweza kuingia ambayo pia hayafai kwa matumizi ya binadamu. Tunaishukuru sana ushirikiano ambao tunaupata kutoka kwa vyombo mbalimbali ambao tunahudumu hapa katika hiki kituo cha pamoja cha OSPP Sirari. Kwa kweli swala la elimu tumekuwa ni jambo ambalo tunaliendeleza muda wote, na tuna program maalumu kwa mwaka mzima kwa ajili ya kutoa elimu kwa jamii ili iweze kuacha hivi vitendo vya magendo, na makundi yamekuwa mbalimbali tunayafikia, yakiwepo maafisa usafirishaji kwa maana ya boda boda, lakini pia wafanyabiashara wadogo pamoja na wakubwa. Huwa tunatenga muda kwa kufanya program mbalimbali ambazo zingine zitakuwa ni outreach program za kuwafikia kwenye maeneo yao, maana wakati mwingine kuwakusanya watu wakati wana shughuli zao inakuwa ni ngumu. Kwa sisi kama mamlaka ya mapato huwa tunapanga utaratibu kuwafikia watu kwenye maeneo yao ya biashara, kuwapa elimu, lakini na wakati mwingine tunakusanya watu kwa program maalum na kuwaweka kwenye ukumbi na kutoa hiyo elimu ili watu waweze kuachana na hizi shughuli za magendo. Sasa na huduma kwa mamlaka ya mapato, huduma zimeboreshwa sana kwa sababu tuna mifumo kama mfumo wa forodha wa TANSIS ambao unawezesha uondoshaji wa mizigo kwa haraka, lakini pia tuna skimu ambacho cha kuwahudumia wafanyabiashara wadogo ambao wao hawahitaji hata kupitia kwenye taratibu mbalimbali. Kwa wao huwa wanaondoshwa kwa haraka sana, na kwa kweli baada ya kuweka hii mifumo na kuimarisha hata watu hao ambao wanafanya magendo wamepungua kwa kiasi fulani, lakini tutaendelea tena kutoa elimu zaidi ili jambo hilo liweze kuisha moja kwa moja. Kwa hiyo tunaiomba sana jamii iweze kupita kwenye njia rasmi ambazo za forodha, na kwa kweli tutatoa huduma ambazo ni bora zaidi na watu wataendelea kulinda mitaji. Na kwa upande wake mkuu wa gereza la wilaya ya Tarime Mlakibu Sebastian John ametoa shukrani kwa TRA kwa kabidhi magogo hayo, huku akisema yatasaidia sana katika shughuli zao za kila siku. Pia amewasihi wafanyabiashara kujiepusha na bidhaa za magendo. Nimepokea leo magogo 465 kutoka TRA Sirari. Kwa hiyo kwa namna pekee nawapongeza sana, kwanza kwa kutukumbuka kama taasisi ya serikali. Pili, na uhitaji hatutakwenda kutumia kama kuni, kwa sababu sasa hivi natumia nishati safi kwa maana ya gesi, makaa mawe, kuni poa na kadhalika. Lakini hii magogo yatatusaidia. Kwanza kuna ujenzi pale kwenye store yetu, tutawekwa chini alafu chakula kitakuwa sehemu salama inayoka juu ya magogo. Lakini sio hivyo tu, itasaidia kujenga uzio wa hizo store pamoja na uzio wa kuzungukia gereza. Natoa wito kwa wananchi wanaozunguka kwa hapa Tarime kwamba wafuate taratibu, kanuni, sheria za forodha ili waweze walipie kuingizia serikali mapato, waache kutumia hizo njia za panya. Lakini pia natoa wito kwa TRA kwa siku zijazo watukumbuke, kwa maana tupate mgao wa chakula kwa maana ya sukari, mchele, mafuta, sabuni na kadhalika kwa ajili ya wahalifu walioko ndani ya gereza. Kwa hiyo nawashukuru sana, Mungu awabariki. Tunashukuru kwa kupata mgao wa mbolea ambao sisi ni wanufaika. Mgao huu tulioupata utawasaidia wakulima wetu kuzalisha kwa tija, na vile tumelenga kwa wale watu wasiokuwa na uwezo wa kuweza kununua mbolea. Tumepata mifuko 26, tunajua kwamba heka 26 zitapata, na hapo uzalishaji utaongezeka na vile tutazalisha kwa tija na tija itaongezeka. Wito kwa wale wanaofanya biashara kwa njia ya panya. Hiyo biashara haipendezi kwa sababu inakuletea hasara kwa kupoteza mali zako na vile mtaji unakatika. Nikushauri tu kama mwananchi, hebu jiepushe na njia za panya, lipa kodi, inufaishe serikali na wewe vile unufaike. Asante. Elimu inayotolewa na TRA wengi tunaielewa, lakini sasa
Sijui ni kwa namna gani tu mtu unashindwa kuelewa mpaka unaenda njia za panya. TRA ni waelewa, unapofika pale utalipia kwa kiwango utakachokuwa mmekubaliana, utalipia na utaweza kupita vizuri na mzigo wako utaenda salama. Asante kwa kuendelea kuichagua Yegowasu TV, sauti ya jamii. Mimi naitwa Nado, chumba cha habari yupo Dakawa John. Endelea kutufuatilia pia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, iwe ni Facebook, Instagram, Twitter na X pamoja na TikTok. Kote tunatambulika kama Yegowasu TV, sauti ya jamii.